the outside of his boot is Haaland! 2-1 to City! Haaland scores against his former club. With the outside of his boot is Haaland! 2-1 to Tumeanza kuyafanya tangu tumerejea kutoka Angola, tukaingia kabini tukiwa tunafanya maandalizi ya Double Impact, tunafanya maandalizi ya kujiandaa na KMC, tukafanya na maandalizi vile vile ya kujiandaa na mechi hii dhidi ya Stade Malien. Tumemalizana na KMC na sasa tunaendelea na maandalizi dhidi ya Stade Malien, na kwa upande wetu kila kitu kinakwenda vizuri. Leo tutakuwa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuendelea na program hiyo ya mazoezi, na kesho Ijumaa tutakuwa uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Hali za wachezaji wetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, zinaendelea vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, hakuna hata mmoja ambaye ana changamoto ya majeraha, ukimtoa Wilson Nangu ambaye yeye aliumia katika mchezo wa ligi kuu hapa nyumbani, na baada ya hapo amekuwa nje akiendelea na matibabu. Taarifa mpya kuhusiana na Wilson Nangu ni kwamba mwishoni mwa wiki hii salumia katika mchezo wa CAF dhidi ya Esperance Benjamin Mkapa. Taarifa mpya ni kwamba mwishoni mwa wiki hii tutampeleka Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation. Ameumia kifundo cha mguu, ule mshipa wa kifundo cha mguu huku nyuma ndicho ambacho kimeumia. Kwa hiyo atakwenda Afrika Kusini mwishoni mwa wiki hii kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema atakuwa nje kwa muda gani, lakini kutokana na jeraha lake hatutegemei kwa Wilson Nangu kurejea uwanjani hivi karibuni. Maana yake ni kwamba ataendelea kupatiwa matibabu mpaka pale atakapokuwa yuko timamu kwa 100%, atarejea kuitumikia Simba Sports Club. Kwa upande wa Yakub Ali Suleiman mlinda mlango, maendeleo yake ni mazuri na muda wowote atarejea katika kikosi kwa ajili ya kuendelea kuitumikia timu yake pendwa. Wazangu wana Simba na waandishi wa habari, tunaelekea katika mchezo huu dhidi ya Stade Malien, ambapo ukiutazama kwa jicho la kawaida, ukiutazama kwa jicho la kalkuleta, tayari Simba Sports Club tumeshapoteza nafasi, tumeshatolewa kwenye hatua ya makundi. Hata tukishinda mchezo huo hakuna mahala tunakwenda, lakini sisi kwetu mchezo huu ni mchezo muhimu kweli kweli, na tungependa kila mwana Simba akauhisi huu muhimu ambao tunautazama huu mchezo. Tungependa kila mwana Simba akaona thamani ya huu mchezo, ili kila mwana Simba aone umuhimu wa kuwajibika kuiunga mkono timu yake kuelekea katika huu mchezo, regardless of matokeo ya kwamba tumepoteza, hatuende robo finali na kila kitu, lakini mchezo huu dhidi ya Stade Malien kwetu ni mchezo muhimu kweli kweli. Nitatoa sababu kama 3 hivi kwa nini mchezo huu ni muhimu sana kwa Simba Sports Club. Kwanza ni kwa heshima ya Simba Sports. Tunahitaji kupata ushindi katika mchezo huu kwa ajili ya kulinda, kuitetea na kuipigania heshima ya Simba Sports. Hata kama tumefanya vibaya hatua ya makundi, lakini hatutakiwi kuendelea kufanya vibaya zaidi katika hatua ya makundi. Kufanya vibaya zaidi maana yake ni kwamba ni kupoteza hata mchezo huo wa mwisho, huko ndio kufanya vibaya zaidi. Hatuko tayari kuona Simba yetu inafanya vibaya zaidi katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Maana yake tunataka kwenda kusimika heshima ya mnyama katika mchezo huu, lakini nyote ni mashahidi ya kwamba msimu huu hatujapata ushindi hata mchezo mmoja Benjamin Mkapa. Kuanzia mechi ya awali, ikaja mechi ya kwanza,
zikaja mechi za makundi, mechi zote tumepoteza ama tumepata sare. Haya ni matokeo ya fedheha vibaya mno kwa Simba Sports Club. Hatuko tayari kuona fedheha hii inaendelea ndani ya Simba. Matokeo haya ya kutopata ushindi katika uwanja Benjamin Mkapa yametengeneza fikra kwa vichwani mwa mashabiki wetu ya kwamba uwanja ule ni mgumu, uwanja ule hautawaliki, uwanja ule hatuwezi tena. Na kama haitoshi, tumeipoteza dhana ya kwa Mkapa hatoki mtu. Hakuna mwana Simba mwenye imani tena na Simba anapokuwa Benjamin Mkapa. Imefikia wakati wanasimba wana imani na Simba yao anapokuwa ugenini huko, lakini anapokuwa Benjamin Mkapa wanasimba hawana imani hiyo. Imani imewapotea kwa sababu ya kutopata matokeo mazuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi dhidi ya Stade Malien ni mechi maalum kwa ajili ya kwenda kuondoa na kufuta hii dhana ambayo mashabiki wetu wamekuwa nayo msimu huu. Tunakwenda kurejesha dhana ya kwamba kwa Mkapa ni nyumbani kwetu Simba Sports na kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda mashabiki wetu ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa sisi tunaumudu na tunauweza kweli kweli. Mechi hii dhidi ya Stade Malien lengo lake ni kwenda kurejesha hiyo confidence ya wachezaji pamoja na mashabiki. Na kama haitoshi, sisi tumeshaanza maandalizi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Stade Malien ni mechi warudishia, tuliwafunga na mnyama akachukua alama 3 Benjamin Mkapa. Hii ndiyo falsafa, hii ndiyo sifa na hii ndiyo nguvu ya Simba Sports Club. Kama ambavyo ilikuwa kwa Petro alitufunga nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, tukasema iwe iwavyo, ikiwezekana kufia katika uwanja wa watu kule Angola tuko tayari, lakini hatuko tayari kufungwa mara 2 dhidi ya mpinzani mmoja. Hatuko tayari sisi kuwa ngazi ya timu kufuzu kwenda hatua inayofuata, sababu kwenye hatua ya makundi ukimpa mpinzani wako alama 6, maana yake wewe ndio ngazi ya yeye kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Simba hatuko tayari kuwa ngazi kwa timu nyingine kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Maana yake ni kwamba hatuko tayari, halitakaa litokee Simba tukapoteza mechi 2 dhidi ya mpinzani mmoja kwenye hatua ya makundi. Stade Malien alitubahatisha nyumbani kwao, Mali anakuja nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, atake asitake ataacha alama 3. Mnyama piga panga pangua, tunataka ushindi katika mchezo huo dhidi ya Stade Malien ili kuendeleza na kudumisha ile falsafa yetu ambayo tumejiwekea na imedumu kwa miaka na mikaka. Kwa hiyo Jumamosi tutakwenda kupambana kadri tuwezavyo. Wachezaji wetu watakwenda kujitoa na kujituma kadri wawezavyo ili twende tukapate matokeo katika mchezo huo siku ya Jumamosi. Na jambo moja la mwisho la msingi ni kwamba mechi hii inatazamwa across the world. Dunia nzima inaangalia mechi hii. Wanataka kumwangalia mnyama anamalizaje. Namna ambavyo ameanza kwa kusuasua atamaliza kwa kusuasua. Jicho la Waafrika, jicho la wanadunia liko hapo Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1. Hatuko tayari kuona tunaidhihirishia dunia ya kwamba msimu huu sisi tuko shagala bagala. Lengo letu ni kwenda kupata ushindi katika mchezo huu ili kila anayetazama mchezo huu aseme kwamba mnyama alianza vibaya lakini amemaliza vizuri. Huko kumaliza kwetu vizuri ndiyo maandalizi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Ombi langu ni moja kwa wana Simba. Kitu najua kinashuka chini kwa sababu uzito wangu umeongezeka baada ya Simba kuimarika na kuanza kufanya vizuri. Kwa hiyo vitu vinakuwa haviniwezi kuhimili uzito wangu. Hizo ndio raha za Simba. Mechi 3 uzito umeongezeka, raha zimerejea Msimbazi. Ombi langu kwa wana Simba, tunafahamu
mechi hii kwetu hata tukishinda hakuna mahala tunakwenda, lakini kushinda ni muhimu kweli kweli kuliko kufunga. Ukishinda maana yake ni kwamba unatengeneza confidence kwa wachezaji wako kuelekea katika vita kubwa ambayo tunaipambania huko mbele. Lakini kama haitoshi, bado tuna vita kubwa ambayo tumeiwekeza kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB, ili tuweze kuwa na vita nzuri huko mbele, tuweze kushinda michezo ambayo iko huko mbele. Lazima tutengeneze confidence katika mechi hii dhidi ya Stade Malien. Tumemfunga Mashujaa, tumemfunga KMC, bado watu wanaona ya kwamba sio kipimo kizuri kwa mnyama na kujinasibu ya kwamba tayari Simba yetu imeimarika. Sasa tunakwenda kuonesha siku ya Jumamosi kwamba tayari Simba yetu imeimarika na tuna uwezo wa kuifunga timu yoyote Afrika ukiachilia mbali Stade Malien. Kwa hiyo mechi hii ya Jumamosi, niwaombe ndugu zangu wana Simba, tuache kupiga hesabu, tuache kuangalia tukishinda tunapata nini, tuache kufikiria sasa hatujakwenda robo finali, tuache kusononeka hatujafuzu safari hii, tuache kulalamika na kulaumiana. Tukubali tu ya kwamba mwaka huu mnyama hakuwa sawasawa. Kwenye mechi za mwanzo tumeshindwa kufuzu, hatujakwenda robo finali. Yaani tukubali kiroho safi ya kwamba mwaka huu tumeteleza, tunajipanga kwa ajili ya mwaka ujao. Tukisha kubali kiroho safi, maana yake tunafungua nafsi kila mwana Simba tarehe 14 aje Benjamin Mkapa kiroho safi, aje kuiunga mkono Simba yake. Twende tuwafikishie ujumbe wachezaji wetu kwa pamoja kwamba mmetupa heshima kubwa Afrika, mmetupeleka robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu kwa bahati mbaya mmeanguka, lakini sisi bado tuko pamoja na nyinyi. Tujiandae kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama msimu unaokuja. Hasa ujumbe huu wa kuwapelekea wachezaji wetu tunatakiwa twende tukaupeleke sisi wanasimba kwa wingi wetu. Maana yake ni kwamba hakuna mwanasimba anatakiwa kubaki nyumbani siku hiyo. Hii ni siku ya mashabiki kwenda kuzungumza kwa vitendo na wachezaji wetu, kuwaambia kwamba msijali, tulisimama imara pamoja, tumeteleza pamoja, tunanyanyuka pamoja, tunaelekea mbele. Lakini tunakwenda kuwatia moyo kwamba bado tuko pamoja na tunawategemea na kuwaamini katika vita kubwa ambayo imebaki NBC pamoja na CRDB. Hasa ujumbe huu tunatakiwa na Simba wote